Ya muhimu ni kwamba sisi tuko mstari wa mbele kuhakikisha Kenya imebadilika, na njia ya kubadilisha Kenya si njia ingine, ni kuhakikisha tuna viongozi ambao wanawajibika kwa mambo ya wananchi, viongozi ambao wako na maadili, viongozi ambao hawafanyi ufisadi kama mwenendo wa tabia zao. Hivyo tu ndio tutaweza kubadilisha Kenya. Ile serikali tuko naye sasa, mnajua ina hiyo changamoto ya kuwa ina upungufu wa maadili kubwa sana, na ufisadi umejaa. Ni kama culture ya serikali hii, kila mahali, kila siku unasikia mambo imeharibika mahali fulani, pesa imeforwa mahali fulani. Inakaa kama ni mtindo, ni njia ya kufanya kazi. In fact, nakumbuka wakati walikuwa wakikampeni daktari, walikuwa wanasema watatengeneza bajeti ambayo inaweka pesa ya ufisadi kwa bajeti. Mnakumbuka? Na ni kweli wamefanya hivyo, kwa sababu budget zinaendelea kuenda juu. Sasa ile institution inatumia pesa ile nyingi zaidi katika serikali hii. Ni hiyo nyumba inaitwa State House, hiyo nyumba ya kulala ndio ina consume budget kubwa. Tujui ni kwa njia gani. Nisikia daktari wa mara nyingine akiuliza kama ni vikombe vya chai inaongezeka huko ama ni nini. Kwa hivyo na sisi tukitazama vizuri tunaona Dr. Matiang'i akiweza kuhitimu apate hiyo kiti, anaweza kutatua mambo mengi kwa kuendesha serikali kwa njia ambayo inafaa, kwa sababu ako na uzoefu, ako na utaalamu, na pia ako na maadili ya kutosha ya kufanya hiyo kazi.